there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Tina 1.5 na of course ni seme ni zinamalizaga nafasi ya pili. Umeelewa? Kwa wastani wa 51.5 wamekuwa wakimaliza nafasi ya pili. Yaani maana yake mara mwisho au timu pekee kutoka nchini Algeria ambayo imewahi kumaliza nafasi ya kwanza kwenye kundi ndani ya miaka 10 ni USM Alger mwaka 2017. Lakini toka hiyo ndani ya kipindi cha miaka 10 yote timu za Algeria ambazo zimewahi kufuzu kwenda hatua inayofuata zinamalizaga nafasi ya pili. Umeelewa? Kwa hiyo hapo ni kuna bingwa wa kumaliza nafasi ya pili na mabingwa wa kumaliza nafasi ya kwanza ambao ni Ahli pamoja na timu kutoka Morocco ikiwemo FAR Rabat ambayo ilimaliza msimu uliopita katika nafasi ya kwanza. Yanga anaenda wapi? Kwa takwimu hizi heavyweight tunataka kuniambia Young Africans hapa anaonekana ni kama kibonde. Anaenda wapi? Kwa wewe mwenyewe fikiria, una timu mbili ambazo una timu moja ambayo yenyewe single handedly ambayo ndo Al Ahli ina wastani wa 90% kwenda hatua inayofuata. 90. Alafu una FAR Rabat kutoka nchini Morocco ambayo inatoka kwenye nchi ambayo ina wastani wa kupeleka timu kwenye hatua inayofuata. Maana kwenye robo finali kwa 90%. Sio, unanielewa? Yaani season ambayo timu kutoka Morocco ilikosa mwakilishi ndo hiyo nimeshakutajia 2023-24 ndo Wydad alikuwa mwakilishi pekee ndo akamaliza nafasi ya 3. Alafu ndo unakuja kwa JS Kabylie timu kutoka nchini Algeria. Na ukijaribu kwenda deep zaidi, of course sitaki kufika huko, lakini ukijaribu kwenda deep zaidi ukifuatilia michuano ya Afrika, kwa sababu watu wanabidi waifuatilie, wasifuatilie tu Simba, Yanga, nani na wafuatilie michuano yenyewe ina demand nini. Kwa zaidi ya 88.9. Umeelewa? Timu ambazo ni favorite kwenda hatua inayofuata zinaendaga hatua inayofuata. Ni nadra sana kuona timu ambayo haifanyi haistahili yaani haionekani kama ina uwezo wa kwenda hatua inayofuata ikaweza kwenda hatua inayofuata, ikiwemo Simba Sports Club 2018-19. Hakuna mtu aliyoipa nafasi ya kwenda hatua inayofuata. Kulikuwa kuna Vita Club, kuna Ahli, kuna nani ya JS Saoura. Lakini ilikwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo unapata picha gani? Kwamba hii michuano ni migumu na the more unavyoingia kwenye hatua inayofuata unakutana na upinzani mkubwa. Kwa hiyo kwa staili hiyo nafasi ya Yanga kwenda hatua inayofuata kwenye baada ya group stage kuingia kwenye robo finali naweza nikaipa 10%, labda 10 mpaka 15. Of course 10 mpaka 15. Unaweza ukasema unaenda rate sana Yanga. Sijaiandareti Ngwale, nimekupa fact, nimekupa takwimu, sijaropoka. Mimi nimekupa tu kitu ambacho natakiwa nikupe. Sasa ukitaka maziwa niseme ni labda ni tui, nitakwambia maziwa ni tui sasa, lakini utakupa moyo, lakini kiwalisia sio kweli. Ndio hicho natakwambia. Nimekupa fact kwa nini naamini hivyo, pamoja na kusupport evidence yangu mimi kwa kukupa reference. Sio, unanielewa? Sasa kwa staili yao labda uwaulize wenyewe kama, na ukijaribu pia kuangalia performance ya timu yenyewe inaonekana ina decline, sio ipo kwenye peak ndo ina decline. Yaani every factor counts kwenye hii michuano. Timu yao ndo inarudi chini. Sasa sioni namna yoyote wao kuweza kwenda kwenye hatua inayofuata. Sioni. Of course sioni. Pengine pia kukosekana kwa Clement Mzize ambaye anakuwa nje kwa takriban wiki 8 mpaka 10 inaweza kuwa ni pigo kwa Young Africans pia. Yeah, of course. Kwa sababu si ndo mastrika wao ndo kama hivyo. Dube ndo striker mwenye uwezo mdogo zaidi wa kumalizia kwa sasa hivi tunavyozungumza. Nafasi nyingi amezipata, anashindwa kuconvert. Andy Boyeli niliwahi kumzungumzia sana, akasema Yanga kwa nini wanasajili mshambuliaji kutoka South Africa? Lini wamewahi kusucceed kwenye majaribio yao kusajili mchezaji kutoka South Africa akawapa mafanikio? Nikataja wakina Skudu Makudubela, nikataja wakina Lazarus Kambole. Umeelewa? Nikawapa na evidence, lakini hana anachokifanya. Mzize ndo kama hivyo, majeraha yanaendelea kumsumbua. Maybe analipa deni lake huyu Clement Mzize. Maybe. Siwezi nikasema kwamba nini. Simuombei mabaya, na ni kijana mwenzangu na msupport na namkubali mimi kutoka nafsini kwangu. Lakini maybe haya anayopitia kwa sasa ni kile anachotakiwa kukilipa. Sisemi kwa ubaya, lakini kubakishwa kwake hakubakishwa kiwema wema. Kuna watu walipigwa majungu, waliitwa mawinga.
watu ambao walimsaidia kwenye karia yake, watu ambao walikuwa wanamtakia mema kwenye karia yake, wakaitwa mawinga, wakakejeliwa kwenye peji za club. Leo hii mchezaji anavoumwa pale, huwezi jua nini kitafata baada ya kupona. Kuna baadhi ya majeraha especially hizi ambazo zina undergo surgeries, zinaendaga zinashusha kiwango cha mchezaji. Sasa na hapo ndo atakapogundua kwamba klabu sio rafiki yako. Yaani ukishuka tu kiwango, ule ufalme uliokuwa unapewa haupo tena. No one cares. Kwa hiyo kipindi ambacho wewe upo kwenye uzuri wa fomu yako, unatakiwa uvune. Sasa ukishindwa kuvuna kwenye kipindi kama hicho kwa sababu ya kuangalia sijui mapenzi yako kwa klabu, sijui au watu watakuonaje na vitu kama hivyo, basi hiyo itakutani wewe siku ambayo performance yako imedrop. Kwa hiyo mimi namtakia kila la kheri, akifanywa hiyo surgery, akipona basi aweze kurejea kwenye kiwango chake. Lakini kama akishindwa kurejea kwenye kiwango chake, atakuwa amefanya mistake kubwa sana kwenye maisha yake. Kwa sababu nafasi ambazo alikuwa na uwezo wa kuzipata, iwapo angeenda katika timu la daraja kubwa zaidi, ingekuwa faida kubwa kwa karia yake kama mchezaji na kwa taifa la Tanzania. Unaelewa? Na nafikiri iwe kama funzo pia kwa wachezaji wengine wanapokuwa wanabakishwa kwenye club. Wabakishwe. Mimi sipo against kubakishwa kwao, ila waangalie wale watu ambao huwa mara nyingi wanajitokeza kuwapush kwenye karia zao, wawalinde bana. Sawa, mimi nimebaki lakini huyu mtu msimkejeli, msimseme vibaya, na ni kwa sababu mimi nachoamini yeye alikuwa anapambania maslahi yangu, jambo ambalo si baya. Unaelewa? Kwa hiyo to behave professional. Kwa hiyo mimi Mzize nilikuwa mtu wa kwanza ambaye nilikuwa namwambia sana kipindi kile kwamba yeye kubaki kwake sio swala. Kwa nini atumie nafasi hiyo kukejeli, yani kumkejeli yule msimamizi wake Yasmin Razak yule? Kwa nini alikubali? Yani klabu inamkejeli, inamuita winga, sui nini, kwenye vyombo vya habari wanamchafua na vitu kama hivyo, sui nini. Umeelewa? Of course. Sasa angalia kinachomkuta. Wiki 8 mpaka 10 sio mchezo. Nafikiri unaelewa kwa mchezaji tena ambaye amefanywa surgery, kwa sababu akishamalizana na hiyo atakuwa na muda tena wa kufanya recovery. Na kuna possibility kubwa kama mtu akifanywa surgery, kuna possibility kubwa ya kujitonesha na kuweza kuundergo tena injury nyingine. Umeelewa? Kwa hiyo umeelewa? Nafikiri hata wachezaji wengine watakuwa wananielewa ninachokimaanisha. Yaani baki kwenye klabu. Yaani hayo ni maamuzi yako. Hamna mtu atakaye kuingilia kwenye maamuzi yako. Ila unavobaki, jaribu kustaarabika. Ukiona klabu yako inakosa ustaarabu, inaanza kukejeli waliowahi kuwa wasimamizi wako, usi-entertain. Zuia bana, hichi kitu mimi sifurahishwi nacho. Hata kama wakala wangu amewaudhi au menini, achaneni naye. Unaelewa? Kwa sababu kuna zile nyakati nzuri na nyakati mbaya. Siku zote klabu haisimami na mchezaji kwenye nyakati mbaya. Watakuzu nini. Hata huyu Prince Dube sasa hivi wanasema sijui nini, wanampromote, lakini akiendelea hivi consistently, trust me, Dube huyu anapigwa chini. Yaani akiendelea tu hivi, kwa sababu yeye ni nani? Mbona basi ingekuwa hivyo raha, wachezaji ambao wana underperform wangekuwa mastaa zaidi, kwa sababu wana uhakika wa kupata backup ya mashabiki, kupoa pesa baada ya mechi, baada ya kukosa magoli mengi na ni kwa sababu timu labda maybe inapata matokeo kwenye hizo mechi. Lakini wachezaji wa hivyo hawana tofauti na pragmatic football, yani ile soka ambalo limebezi kupata tu matokeo. Mchezaji akiwa ana underperform, especially kukosa mabao ya wazi, ni difficult kusustain siku ambayo timu yake itapoteza au itakosa matokeo. Sio, unanielewa vizuri? Nilizungumza haya maneno siku ambayo Romain Folz anashinda mechi zake lakini mpira ulikuwa hauvutii. Nikasema miongoni mwa sifa ya mpira ambao tunaita pragmatic football ni pamoja na yani kuna sifa yao moja wanakuambia difficult to sustain without a win. Yani ukikosa ushindi huwezi kueleweka. Na kweli alivyokosa tu matokeo, nafikiri unajua dhidi ya Silver Strikers nini kilitokea, si ndio? Kwa hiyo hata wachezaji kwa mfano Dube
wanamsupport sasa hivi tu, kipindi ambacho timu inapata matokeo. Lakini trust me, ni difficult kusustain timu ikianza kupoteza zaidi na zaidi au kukosa matokeo. Maana kuna kupoteza na kukosa matokeo. Kukosa matokeo ni either kutoa sare au kufunga goli moja alafu baadaye ukaenda ukatolewa kwa aggregate. Hiyo pia ni kukosa. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu hapo ndo ninapoweza kusema kwamba Mzize kukosekana kwake ni pengo kubwa kwa Mzize pamoja na klabu, kwa sababu hawana mastrika wazuri sasa hivi. Unajua vitu kama hizi ni decisions ambazo klabu huwa zinafanya, na kwa bahati mbaya sana sisi wadau wa nje huko ambao hatujui kinachoendelea ndani ya klabu tunapata mgagaziko kujua kwa nini viongozi wamefanya move fulani. Ushanielewa? Unaweza criticize kwa nini wameenda Zanzibar wakati kuna uwanja mzuri Benjamin Mkapa ambao umezoeleka kwenye michuano ya kimataifa, watu wameuzoea, audience inapatikana, alafu ghafla tu wamehamia Zanzibar. Unaweza kukuta wana sababu ya msingi ambayo mimi sijui na wewe huijui ili wafanye wao waweze kwenda kule. Kwa hiyo imani yangu tu inaniambia kuna vitu walijadili wakakubaliana, wakagundua kwamba ni heri waende Zanzibar kutokana na sababu zao wanazozijua wao ambazo mimi siwezi nikazijua sasa. Lakini siamini kwamba eti walikaa tu wakakurupuka wakaenda Zanzibar. Mimi nachoamini ni kwamba kuna vitu walivinini. Sasa sijui hivyo vitu ni vitu gani. Kwa hiyo sasa ukiniuliza nikwambie, mimi nitakwambia sijui, lakini tu kwa mtu wa kawaida lazima utashangaa kwamba kivipi wakati Benjamin Mkapa ipo, ni uwanja mzuri, ni uwanja ambao una uwezo wa kuingiza mashabiki 60,000 kwa East Africa, nafikiri ndio uwanja mkubwa. Alafu ghafla tu binvu wanaenda katika mazingira ya ugenini. Unajua wanavyokuwa Zanzibar ni kama wapo ugenini. Sasa ukiona mtu anafanya kitu ambacho hakikuingia kilini, usimcriticize kwa sababu huwezi jua kwa nini amefanya kile kitu. Umeelewa? Kuna kwenye vitabu vya dini sisi tumefundishwa kuna nabii aliwahi kuhisi yeye ndo ana akili zaidi. Umeelewa? Akaambiwa wewe hauna akili zaidi, wewe hujaelimika zaidi. Kuna mtu ameelimika, nenda sehemu fulani utamkuta. Huyo mtu akampa sharti, akamwambia mimi, alipofika kwa huyo mtu akampokea, alafu akamwambia mimi nakupa sharti moja tu, chochote ndakachokifanya njiani usiniulize kwa nini nimekifanya. Alitoboa mtumbwi, aliua sijui mtoto, alipasua ukuta, yani vitu vile vyote yule nabii alikuwa anahoji, si ndio? Lakini akaja kupewa explanation baadaye, na vitu hivyo kikawaida vilikuwa haviingia kilini. Wewe unasafiri kwenye mtumbwi, upo ndani ya maji, alafu mtu anautoboa, automatically utahisi anataka kukuua. Lakini kumbe kuna kitu alikuwa anakiavoid mbele, kwa sababu kuna mfalme alikuwa anachukua mitumbwi mizima. Unaelewa? Kwa hiyo mimi nitakuwa nani kwanza kuwazungumzia Yanga maamuzi yao? Maamuzi yao ya kuhamia Zanzibar, wao ndo wanajua kwa nini wamehamia Zanzibar, na inawezekana wamekaa chini wakashauriana wakajua kwamba tukifanya hivi impact yake itakuwa ni hii. Sisi labda tu predict tu kitu ambacho kinaweza kikatokea nje, ambayo labda ni pengine kule mwamko kidogo utakuwa sio mkubwa, ni mkubwa lakini sio kama ulivyokuwa labda katika mechi zitakayochezwa Benjamin Mkapa na vitu kama hivyo. Lakini labda pengine kuwaweka karibu wa Zanzibari labda na timu yao, unajua tena na vitu kama hivyo labda. Lakini mimi kwa sababu ya msingi kwa mimi kama mimi sijajua. Kuna tofauti yote ambao unaweza kuipata Young Africans tofauti na Benjamin Mkapa. Tumeona support ya mashabiki ilikuwa ni kubwa kweli kweli. Kwa upande wa Zanzibar kama unavyosema, ni athari gani nyingine ambayo Young Africans wanakwenda kupata kuface katika hili? Of course athari inategemeana kwa sababu kuna ile comfortability unajua unavyokuwa kwenye uwanja ambao umeuzoea, wachezaji wameuzoea. Kuna namna wachezaji wanakuwa wana ufanisi mkubwa zaidi. Yaani sio kwamba viwango vinashuka, ila wakicheza katika na ndio maana Afrika kuna home and away advantage. Goli la nyumbani na ugenini lina mata, si ndio, kwa Afrika, kwa sababu unajua ile kikawaida uwanja wa nyumbani unakuwa unaongeza kitu kwa wachezaji. Mazingira wameyazoea na nini. Unajua unavyoenda Zanzibar maana yake ni mazingira mengine, ni mapya yale. Ni kama wako ugenini tu. Ni kama kwa mfano wakienda kucheza na timu ya Zanzibar.
ingekuwa labda wamecheza na timu ya Zanzibar kama walivyocheza Singida. Na maanisha Azam FC. Sasa si wakienda Zanzibar si manake wameenda ugenini, si ndio? Kwa hiyo ni kuna namna tu inaweza ikapunguza ile performance yao labda. Umeelewa? Lakini pengine pia inaweza ikawa ndo surprise move ya kuweza kuwashangaza watu. Na ni mimi unajua kuna baadhi ya vitu unaweza ukavicomment katika negative way kumbe vina impact. Kwa hiyo mimi kwa haraka na hofia kusema kwamba inaweza isiwe faida kwao au nini, kwa sababu inawezekana kuna vitu wamevifikiria, unaelewa, wakaona kwamba namna sahihi ni hii na wakashauriana, kwa sababu siamini mimi eti mtu mmoja tu akasema twende Zanzibar wote wakasema haya twende. Lazima walikaa chini bana, mimi kila mtu katoa suggestion yangu. Mimi naona kwa lazima kuna kitu pale Benjamin Mkapa pia inawezekana wameki escape. Kwa hichi nafikiri tungeenda Zanzibar ingekuwa hivi na hivi. Unaonaje? Kweli bwana, Zanzibar pale hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa ndo wana discuss vile vitu ambavyo mimi na wewe hatuvijui. Bana, okay. Kwa hiyo hivi imekuwa hivi, hivi imekuwa hivi. Lakini hayo yote ni moja. Mwisho wa siku mechi inachezwa ndani ya uwanja. Mwenye timu bora atashinda. Hayo mengine ni ziada tu. Kwa kundi hili la Young Africans wengine wanaita kundi la kifo. Kundi gumu kweli kweli ukilinganisha na mnyama Simba wengi wanavyosema. Kwa upande wako unaona Young Africans kweli ipo katika kundi gumu, kundi B? Of course, yani Yanga sio tu wapo kwenye kundi gumu. Wapo kwenye kundi ambalo kuvuka kwenda kwenda knockout stage ni tunaweza kusema nearly impossible. Yani inakaribiana na kutowezekana. Of course. Yani kwenda hatua inayofuata kwenye kundi lile inakaribiana na kutowezekana kabisa. Kwa sababu unajua unavokuwa unazungumza vitu kama hivi lazima umwambie mtu namna ya kumuelewesha, kwa sababu asione kama una criticize timu na vitu kama hivyo. Lakini ni kwamba lile kundi lina timu strong sana. Huo ndo ukweli. Al Ahly, imagine Al Ahly katika miaka 10 iliyopita, nafikiri nilikwambia katika miaka 10 iliyopita imekuwa na wastani wa kuingia hatua inayofuata baada ya makundi kwa 90%. Sio, umeelewa? Na katika hiyo miaka 10 yote wameshiriki. Msimu ambao wameshindwa kwenda hatua inayofuata ni msimu wa 2015-16. Sawa? Ndio walimaliza nafasi ya 3 nyuma ya Wydad na Zesco. Toka 2015-16 wameshiriki mara 9 consecutively pasi na kushindwa kwenda hatua inayofuata. Manake 90% progression rate. Lazima iende makundi. Lakini kuna FAR Rabat, timu kutoka Morocco. Of course hii imeshiriki hatua ya makundi, hii inakuwa mara ya 3. Inashiriki this time mara ya 3. Manake mara ya kwanza ilikuwa 2007 wakashiriki tia msimu uliopita. 2007 walishika nafasi ya 5, yani namaanisha nafasi ya 4 walishika mkia, alafu walikuwa na alama zao 5. Na nikukumbushe tu hiyo 2007 pia huyu JS Kabylie ambaye wapo pia kundi moja msimu huu alikuwepo kipindi kile. Kwa hiyo huwezi jua historia inaweza kujirudia wakamaliza nafasi ya 5. Lakini je, kikawaida hiyo inawezekana? Ndio tunakuja sasa kupima, kwa sababu msimu uliopita walipangwa kundi gumu zaidi kuliko hili. Walipangwa na Mamelodi, walipangwa na Raja, wakapangwa na AS Maniema. Hapo ukiangalia AS Maniema tu peke yake ndo kibonde. Raja na Mamelodi ni timu strong. Automatically unapata picha jinsi gani ambavyo walikuwa bora msimu uliopita tu. Tena walikuwa kinara wa kundi. Sio, unaelewa? Unaelewa? Lakini ukiacha hivyo, ukijaribu kufuatilia ndani ya miaka 10 timu kutoka Morocco zimefanya nini kwenye group stage? Timu kutoka Morocco ndani ya miaka 10 zimekuwa na wastani wa kuingia hatua inayofuata kwa 90%. Sio, unanielewa? Asilimia. Msimu ambao timu kutoka Morocco zimeshindwa kusonga hatua